Wafanyao nini? Ole wao wanawake ambao washonao hirizi. Sikia hiyo. Ole wao, asema Bwana Mungu, asema hivi, ole wao wanawake wale washonao hirizi. Kumbe hirizi inashonwa. Washonao hirizi katika viungo vyote vya mikono yao. Anasema wawekao leso. Hizi zinahusika kwenye mambo ya kishirikina, sio kila leso ya kukubali ovyo. Wanasema wawekao leso juu ya vichwa vya kila kimo, maana yake lika. Kwa hiyo kuna watu kumbe spiritually wana leso zipo juu yao, kama utambulisho wa kwamba huyu ni mlogwaji wa mtu, yani huyu ni mteja wa fulani, huyu analogwa na fulani. Kwa hiyo wewe usiingilie hapa, acha ni ngoma ya mtu. Leso, wawekao leso juu ya vichwa vya kila kimo ili wawinde roho za watu. Kwa hiyo ukiwekewa leso kichwani kwenye ulimwengu wa roho means unawindwa na mtu, na kama unawindwa na mtu, hakuna mtu anayetakiwa aingilie kati mawindo hayo mpaka umepatikana kwa anayekuwinda. Anasema wanawinda roho za watu na kuzihifadhi hai roho zenu wenyewe. So kuna watu ambao wanatengeneza hirizi, wanatumia leso, alafu wanaweka juu yenu, wanawinda roho zenu, alafu wao wanabaki hai. Yaani wanakuua wewe mahali pa nafasi yao. Alipotakiwa kufa yeye, anakuua wewe. Nimeshakutana na aina ya uchawi ambao mtu anatakiwa afe mwaka huu, lakini ana uwezo wa kuchukua uhai wa huyu dada akauvaa yeye, dada akafa mahali pa nafasi yake. Si kila anayekufa ni tarehe yake imepangwa ya kufa siku hiyo. Wapo ambao wana uwezo wa kununua uhai wa mtu. Yaani wewe utakiwa ufe mwakani, yeye mwaka huu anachukua uhai wako anauvaa, halafu uhai wake anakupatia wewe. Ukienda Morogoro, nikutana na Morogoro na uchawi wa mtu anatibu mifupa ya watu waliovunjika. Ukivunjika anakutibu mfupa wako kwa kutumia mfupa wa mtu aliyekufa. Kishirikina anachukua mifupa ya watu waliokufa makaburini, anakuingizia wewe mfupa, halafu unaonekana wewe mfupa wako ni mzima. Anaenda kwenye makaburi ya wafu, anatafuta mtu ambaye alikufa si kwa ajali. Kama ni mguu, anachukua mguu, anakuja anakuwekea wewe, halafu anasema umepona. Halafu unapona ndani ya siku 7, hata kama ulivunjika vipande 10. Ndani ya siku 7 umepona. Kwa sababu ana replace tu mfupa, anachukua mfupa uliokufa, anauweka hapo. Unaweza kuniuliza inawezekanaje? Rohoni hakuna kitu kinachoitwa kikavu. Mungu alimwambia Ezekiel, je, mifupa hii yaweza kuisha? Akasema Bwana wewe wajua. Akamwambia itamkie neno. Spiritually mfupa uliokauka unahitaji neno tu basi. Hauhitaji chochote, hauhitaji maji wala nini. Unahitaji neno. Mfupa uliokauka kwenye ulimwengu wa roho, ukiutamkia neno la uzima, la uhai, neno la Mungu, unainuka. Kwa hiyo hata wachawi wamewazidi maarifa, anajua kwamba akienda makaburini anaweza akatamkia mfupa wa mfu aliyekufa miaka 10 iliyopita, ule mfupa ukamsikia, ukaja na akakupachikia wewe, na ukawa na mguu strong kabisa, lakini unatembelea mguu wa Shakila na wewe ni Halima. Halo? Kama duniani wana uwezo wa kubadilisha figo ikatoka kwa huyu ikaenda kwa yule, hali kadhalika rohoni wanaweza wakabadilisha viungo. Lakini pia nimekutana na aina ya uchawi mwingine. Mtu ana uwezo wa kuchukua uhai wake kama ulivyo, akaenda kupachika kwenye mti, na ule mtu usipokauka yule mtu hafi. Ndio maana kuna mtu nilimkuta ni mbibi, alikuwa ni bibi ambaye ukifika msimu wa jua kama huu, miti ambayo inakauka, anaumwa kabisa nusu kaputi, unaona kabisa huyu anaondoka duniani. Ule mti asubuhi kunapokucha, mtu unakuwa umepigwa na ubaridi wa usiku na ustawi, ni kama unachipua. Yule mtu anaamka ni mzima. Ikifika saa 9, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10, hoi haongei, mti umepigwa na jua. Akaenda kwa muda miaka mingi. Kuna wakati wakasema amekufa, wanatangaza msiba, ule mtu unapokea uhai tena. Wanashangaa mtu ameandaa preparation na jeneza, anapiga chafya pia, anaamka. Mpaka mwanae, mtu mzima sana, mwanae
akasema mkakate mti fulani, mama yangu anateseka. Sio story. Wakaenda wakaukata ule mti, sio usiku, mchana. Walipoukata ule mti akafyonza tu hapa, kageukia kushoto, ikawa ndio mwisho wake. Kwa hiyo mtu ana uwezo wa kuchukua uhai akaweka kwenye mti. Ikafika mahali uchawi, ilikuwa inasemekana mzee ukimwona ndio mchawi. Yaani ukimwona mzee ndio mchawi. Sio kweli. Sio kila mzee ni mchawi. Inafikia mahali mpaka watu wanaogopa kuzeeka. Kwenye mikoa kadha wa kadha ilifika mahali wakasema mtu mwenye macho mekundu. Mnakumbuka kile kipindi wakaanza kuuawa wazee wa watu wenye macho mekundu, kumbe wanapika maharage kuni mbichi. Wanapika maharage kuni mbichi macho mekundu kwa sababu ya kupuliza moto masaa yote. Bibi watu wanaonekana ni mchawi, anauawa. Maskini ya Mungu hajui hata irizi. Tukapoteza mabibi wengi wasiokuwa na hatia. Lakini miongoni mwao na wachawi walikuwemo pia. Kwenye msafara wa mamba na kenge yumo. Kwa hiyo walikuwemo pia, tukatai. Lakini sio kila aliyeuawa alikuwa ni mchawi. Sawa sawa Lakini sasa hao wabibi na wao, sikiliza, miaka yako hiyo ulionayo sasa hivi Mama Teresia, sawa, haitupigi biti. Watu wana miaka mwilini, hawana miaka rohoni. Wewe mwilini ndio una miaka 35, rohoni huna mwaka. Ndio maana Mungu hana miaka, anaitwa mzee wa siku. Spiritually hatuna kitu kinachoitwa miaka. Tuna kitu kinaitwa siku. Sio, anielewa? Ndio maana mbinguni inahesabika siku, duniani inahesabika miaka. Ndio akasema hivi, siku moja mbinguni sawa na duniani miaka 1000. Kwa hiyo miaka ni hapa mwilini. Spiritually hakuna miaka. Huwezi kusikia kwenye Biblia inasema wakaingia mwaka wa 2025. Hakuna hicho kitu. Sawa? Na hii kusherehekea mwaka mpya wa 2025 tunawatabiria, hii ni sisi hapa tumeamua kuitengeneza kiroho, kwamba tunatengeneza huu mwaka uwe wa staili hii ili kusudi maono yetu yakamilishwe na nguvu hii. Sio Mungu. Mungu hajui kitu kinaitwa mwaka 2025. Mungu ana kitu kinaitwa sasa. Anasema wakati uliokubalika ni sasa, na saa ya wokovu ni sasa. Hana kitu kinachoitwa mwaka 2013, 14, 15. Hiyo kitu hamna. Kwa hiyo uzee, tunaona uzee ni mwilini. Rohoni hakuna mzee. Wangekuwa wanazeeka rohoni, shetani angekuwa ni kibibi kizee au kibabu kizee. Lakini cha ajabu, shetani akija sasa hivi hapa ni handsome guy, na anaoa binti ana miaka 18. Lakini shetani ambaye tunasomaga alipigana na malaika, tujuage lini walipiganaga na malaika, lakini hakuja kuoa binti wa miaka 18. Sawa sawa. Huyo Mungu ambaye unamsomaga historia yake, Mungu yupo, aliumba mbingu na nchi, amekaa ndani ya Daniel. Angekuwa mzee, mimi singeinama. Wewe usingeinama. Kama hapo ulipo tu nafsi ya bibi yako ikikuingia tena unaweza kupretend kama bibi yako, na Mungu je, ingekuwa mzee? Unamwona mtu utasikia huyu ametumbukiziwa roho ya bibi yake. Ona alivyokaa. Roho ya bibi inamsumbua, roho ya bibi. Unashangata akipaka mafuta ya kolei, akitabasamu kama amenuna, akicheka kama analia, akiwa na furaha utafikia amefiwa. Maana roho ya bibi inamsumbua, si ndio Vipi Mungu angekuwa mzee kwa miaka alionayo hapa akakuingia wewe? Tungekuwa tuna sura ya kifo. Kila ukimwona mwenzako unamuuliza, wewe lini? Unaondoka lini? Unakufa lini? Kwa hiyo rohoni hakuna age. Yaani spiritually ni ageless. Lakini mwilini ndo tunahesabu miaka. Ndio maana unakuta, angalia kwa mfano Miriam, ana care about age. Nitaolewa lini? Alafu Mungu hajui kitu kinachoitwa age. Yeye ndo ana calculate. 37 now. 36 now. Oh God. Safi, unafanya kazi wapi? Unafanya kazi posta. Ukadhani ni mke hapo, ngoja niwekeze majembe hapa. Hamna mke hapo. Miriam upo mama? Kwa hiyo lazima Mungu hakupi mume kwa sababu una miaka kadhaa. Ndio maana angalia, Sara alijali sana umri wake kwa ajili ya kupata mtoto. Yaani alijali mpaka akafika mahali akasema, kwa sababu ya 99 sina matumaini ya kupata mtoto, na mume wangu
kalale na mfanyakazi, siwezi kuzaa tena mimi. Anajali umri. Alafu Mungu akamwambia, sikiliza nikwambie, nyinyi ndio mnaangalia umri, mimi siangalii umri. Ukiwa na miaka yako hiyo hiyo ambayo duniani inasema umekoma, mimi nakwambia utazaa mtoto wa kiume. Mungu anavunjaga utaratibu wa kibinadamu tuliojiwekea kwamba eti mtu akifikisha miaka 50 ndio aolewi. Who told you? Mungu hajawahi kuumba mtu mmoja, aliumba mtu mume, aliumba mtu mke. Hakututajia miaka kwamba alimuumba Adamu baada ya miaka 3 akamuumba Eva. Aliumba mtu mume, mtu mke. Kama aliumba Adamu mzee, Eva mzee. Kama aliumba Adamu kijana, Eva kijana. Ndio maana mzee ana mzee wake, kijana ana kijana wake, mtoto ana mtoto mwenzake. Ukiona siku duniani kuna watoto wa kike tu, hakuna wa kiume hata mmoja, ndio mwisho wa dunia. Kwa sababu hapo tunakuwa tumeshaondoka kwenye plani ya Mungu. Mungu aliumba mtu mke, mtu mume. Ndio maana hata leo watazaliwa 3 wa kike, 3 wa kiume, au 2 wa kike, 3 wa kiume, mtu mume, mtu mke. Mungu anahesabu. Msije mkafika sehemu mkaanza kunyang'anyana, utafikiri kombe la Afrika au kombe la dunia. Mnapigana kwa sababu James wangu wa kwako na kutoa meno papa James huyu. Sasa Mungu ana balance. Wamezaliwa wa kike wangapi 2025? 5. Anasababisha wazaliwe 4 wa kiume. Sawa sawa. So rohoni hakuna umri, hakuna miaka. Hakuna miaka. Ukitoka hapo sasa hivi Mungu akakuchukua mama. Mungu akakutoa rohoni, akakusimamisha hapa mbele. Akanitoa na mimi. Tukasimama hapa mbele mimi na wewe. Tuko sawa. Umeona mambo ya dharau hayo? Ni dharau. Kwa hiyo unaweza ukasema, kwa nini mimi nilitangulia kuzaliwa jamani? Kwa nini nisingechelewa kidogo? Kinachochoka ni hiki. Hii ndio inachoka. Hii ndio inahesabu miaka, na inahesabu miaka toka siku iliyotoka tu ukaiona dunia. Tunaanza